Kuelekea katika mchezo wa ligi kuu bara Tanzania kati ya Fountain Gate dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, kiungo Aziz Ki kuna hatihati akaukosa mchezo huo ambao utachezwa siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 2025 kwa kuwa hayupo fiti uwanja wa Tanzania kwa raha. Mbali na Aziz Ki, Pacome pia naye hajarejea katika ubora, huku Msonda Kennedy naye akibainisha kuwa anahisi maumivu kwa mujibu wa kocha mkuu wa Yanga Miloud Hamdi. Kocha huyo ameweka wazi kuwa wamefanya maandalizi mazuri kwa ajili ya kupata pointi 3 muhimu kwenye mchezo huo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa ndani ya dakika 90. Alianza kwa kusema, ni kweli tuna baadhi ya wachezaji majeruhi kama Aucho, Pacome bado hajawa tayari. Msonda anahisi maumivu kidogo, si makubwa, lakini hatuwezi kumhatarisha, pamoja na Aziz Ki ana maumivu ya muda mrefu. Na waheshimu wachezaji wote. Mimi si kocha wa kulalamika kwamba sina huyu au yule. Hapana, nitampa nafasi kila mchezaji. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo itatuwezesha kufika mwezi Mei tukiwa imara, kwa sababu kila mchezaji atakuwa amepewa muda wa kucheza. Hilo ni jambo muhimu sana kwangu. Asanteni sana. Huyo alikuwa ni Miloud Hamdi, kocha mkuu wa klabu ya Yanga, ambaye alikuwa anaweka wazi kile ambacho kipo kwamba ataenda kuwakosa wachezaji wake kama 3 hivi ambao ni majeruhi, ambapo kuna Stefan Aziz Ki, lakini kuna Pacome Zouzoua, wakati huo huo kuna Aucho ambaye pia aliumia. So hao ndo wachezaji ambao wanaenda kukosekana leo, lakini pia na Kennedy Msonda. Ikumbukwe kwamba kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza ubao wa uwanja wa KMC Complex baada ya dakika 90 ulisoma Yanga 5 Fountain Gate akiwa na goli 0. So leo ni mechi nyingine ya mzunguko wa pili ambapo Yanga wanatakiwa waende wakafanye makubwa ambayo au wakaendeleze kile ambacho walikifanya kwenye mzunguko wa kwanza. Lakini ukiangalia kwa wachezaji hao wanaokosekana kwa Yanga, ndio ni key players ambao pia ni watu ambao wanatumiwa na kila aina ya kocha au kila kocha ambaye atakuwa kwenye kikosi chake. Sidhani kama atatamani kuwakosa wachezaji wa kariba hiyo, kariba ya Aziz Ki, lakini pia kariba ya Aucho, karibu ya Aucho, lakini pia na Pacome Zouzoua. Sidhani kama kuna kocha ambaye anaweza kawa na doubt na wachezaji hao kwa kuwakosa kwenye kikosi chake. So ni kitu ambacho unaweza ukasema Amli anaweza akajutia kwa hiki ambacho kinaenda kufanyika. Lakini Yanga ina kikosi kipana sana. Yanga ni timu kubwa ambayo ina kikosi kikubwa sana ambacho sidhani kama kuna namna yoyote ile ambayo anaweza kaleta visingizio kwamba kwa kuwa nimewakosa wachezaji hawa basi ndio maana sijapata matokeo. Kama matokeo hajapatikana ni hajapatikana tu, lakini si kwa kisingizio cha wachezaji, kwa maana Yanga ina rundo la wachezaji wengi sana ambao kila siku inazidi kuwaleta, kila siku wachezaji wanazidi kuja wazuri, tunaita A class. So bado Yanga kwenye hii mechi bado ni favorite kwamba anaweza kaenda kushinda mechi vizuri tu tena kirahisi. Tumemsikia afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani kama asubuhi alikuwa anaongea, anazungumzia pitch ya uwanja na mazingira ya Tanzanite kwa raha. Amepongeza kwanza wamiliki wa uwanja kwa kuendelea kutunza vizuri. Amesema pitch iko vizuri sana. Kama hali ya hewa itakaa vile ambavyo ilikuwa kwa muda ule ambao anaongea na sisi, mvua isinyeshe, basi tutaenda kuona mechi nzuri sana na Yanga wataenda kucheza kwenye kiwango chao kile ambacho wamekuwa wakikicheza. So tusubirie muda ufike saa 10 jioni tuone mechi hiyo itakuwa ya aina gani, huku Yanga akiwakosa wachezaji hao. Lakini pia watu walikuwa na wasiwasi sana na beki kitasa wa klabu hiyo. Hapa namzungumzia Ahmadi ambaye ni Ibra Baka
ambaye aliumia kwenye mechi ambayo walikuwa wanacheza na timu ya Stand United kwenye kombe la CRDB Federation Cup, lakini kwa taarifa ambazo amezitoa kocha kwamba wachezaji ambao wataenda kuwakosa ni hao na yeye hayupo, kwa maana hiyo yuko fiti. Kwa lineup ya beki za Yanga iko vizuri na naamini itakuwa vile vile ambavyo inakuwa. Jobu ataanza tu pale namba 5 kama kawaida tazima, lakini namba 4 ambayo atakuwa anasaidiana lazima atakuwa Ibra Baka. Wakati pembeni ni lazima kushoto ataanza na Boka kwa sababu ya kasi yake, lakini pia umakini wake anapokuwa na mpira. Lakini upande wa kulia siamini kama leo anaweza akaanza na Kibwana Shomari kwa sababu ni mechi ambao sidhani kama kuna ukaba sana, zaidi ni kushambulia. Kwa lazima ataanza na Isla Mwenda, au pia anaweza kumrejesha Yao Kwasi kwa sababu ameshapona anaendelea vizuri. So anaweza kaanza na yoyote kwa sababu wote wako vizuri. Hata awe Kibwana Shomari na yuko vizuri sasa hivi, hata kushambulia anafanya vizuri, lakini pia Ibra au Israel Mwenda, lakini pia naye ndio hivyo, mnaona kabisa kazi anazozifanya. Au pia akaanza na Yao Kwasi, pia yuko vizuri. Lakini katikati pale kuzima katikati nambari 6 lazima ataanza na Duke Abuya ndo ataanza pale kwa sababu hiyo ni nafasi ambayo wanaonekana sasa ameikava vizuri. Sasa nambari 8 atachagua aanze na nani? Eiza acheze na Mdathili Yahaya, au sasa hivi tunaona kama anamtumia sasa hivi hata Max Nzingeli anaweza kumtumia kama nambari 8. So atachagua yeye, lakini naamini ataanza na Mdathili Yahaya namba 8, wakati nambari 9 lazima ataanza Dube kama kawaida. Lakini nambari 10 kama Azizikia yupo, Chama yuko vizuri, Chama ataanza pale nambari 10, lazima Chama ataanza. Wakati kushoto nambari 11 ataanza, lazima aanze na Mzize, wakati nambari 7 kuna Max Nzingeli. So unaona jinsi kikosi kilivyokaa. So unaona kabisa kwamba Yanga bado ana kikosi kikubwa sana kiasi kwamba hawezi kutetemeka kwa kuwakosa wachezaji hao. Ukiangalia benchi kuna kina Ikangalombo, lakini pia benchi hapo kuna kina Shua Boy, kuna kina Faridi Musa, wachezaji wazuri sana class yao. Kwa kuna hati ya Yanga kufanya vizuri pia kwenye mchezo wa leo, kwa sababu mimi siamini kwamba kuwakosa wachezaji hao inaweza ikamletea shida, kwa sababu bado kikosi cha Yanga ni kikubwa na Yanga bado ana kikosi kipana. Kwa naamini anaweza kaenda kufanya vizuri kutumia ukubwa wake, lakini pia uzoefu wa wachezaji alionao. So tuendelee kuona, tusubiri mpaka muda huo ufike, tuone ni nini ambacho kitenda kutokea, au ni kipi ambacho Yanga wataenda kukifanya kwenye hii mechi kwa kuwakosa hao wachezaji, kwa sababu ukiangalia Yanga wanahitaji kwa hali na mali matokeo hayo, pointi 3 ili kuendelea kupiga gepu yeye na Simba. Lakini pia tukae tujue kabisa kwamba pia hawa Fountain Gate wanazihitaji hizi pointi kwa hali na mali, kwa sababu pia Fountain Gate wapo nafasi nzuri, wanaweza wakashuka daraja. So wanazihitaji hizi pointi ili waweze kujinasua kwenye kushuka daraja au kwenda kwenye playoff. Kwa ni mechi ngumu ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. So mimi naamini hivyo kwamba itakuwa ni mechi ngumu sana. So tuendelee kusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye mechi hii ya leo. Mimi naamini itakuwa ni mechi ngumu sana, itakuwa ngumu sana na ushindani mkubwa sana, lakini mimi naamini Yanga ataenda kupata matokeo mazuri tu kwa kuangalia uhitaji wa pointi wanazozihitaji, lakini pia wachezaji walionao ambao wamebaki nao kwenye kikosi chao.